Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Matumaini yangu ni kwamba umiri wa afya, mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, nukaribisha kwa mkunjufu kwa ajili ya kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Uchambuzi ambao unakubigwa na habari muhimu leo hii, ripoti zinaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku naitwa Sudi Valente, upande wa pili kijana Merci Mberiz yupo kwenye dawati la mitambo. Hivyo msikilizaji, na kualika kuambatana nami mwanzo hadi mwisho kuna uchambuzi wa habari. Na kama nilivyokujuza ya kuwa uchambuzi wetu wa habari wanakubigwa na habari muhimu leo hii za siku ya leo, zinasomwa na mwenzangu Safari Alimasi Lemetinwa. Karibu. Naam, asante Sudi Valente kwa kunipa fursa hii. Wasikilizaji, katika habari zilizogonga mwamba tuanzie hapa Baraka, ambako kisha kuwa na uhakika wa malipo ya walimu, msemaji wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka amewataka wafanyakazi hao wa serikali kurudi kazini kwa ajili ya kufundisha watoto. Huko Luvungi ni kwamba msemaji wa SNPCC na muungano wa wazalendo kusini mwa jimbo la Kivu Kusini amewataka raia wa Luvungi kuwa na amani na kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama vilivyopo katika eneo hilo ili kuwa na usalama zaidi. Na huko Kindu katika mkoa wa Maniema ni kwamba mtetezi mmoja wa haki za kibinadamu aitwaye kwa jina la Yongo Kachelewa amepigwa vikali na mnyampara ndani ya mji wa Kindu mkoani Maniema. Hivyo ni kisha yeye kushuka ndani ya soko ndogo ya Elila ili kuja kuuliza namna gani watu wanalipa tozo. Sudi Valente tumalizie na huko Kalemi ambako askari jeshi wa taifa FARDC 5 kuuawa, raia mmoja wa Kichina kutekwa nyara na dereva kuumizwa vikali. Hao ndio matokeo ya uvamizi wa gari moja katika barabara kutoka Kabimba kwenda Kalemi, uvamizi ambao ulifanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 April 2025. Sina la ziada Sudi kwenye habari muhimu. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Lemetinwa kwa usomaji wako wa bora wa habari muhimu. Hivi sasa tuingie kwa undani uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa watu wapatao 100 wamepata msaada wa unga, maragwe na chumvi toka kwa mwananchi Janet Wabeli Mboto ambaye anapatikana katika nchi ya Marekani. Harakati hizo zimefanyika ndani ya upango wa shule la sekondari Mwenge wa Taifa. Miongoni mwa watu waliopata msaada huo ni wajane, mayatima pamoja na walemavu. Wakilongo Mkandama ni msimamizi wa harakati za kupana msaada huo toka kwake Bi Janet wa Belimboto, anaeleza mengi zaidi. Kama tunakutana hapa, tumewaalika hapa ili muje kupata haka kadogo ka msaada ka chakula. Kama anasema ni kadogo ni juu kwa utapata hapa iko ndio mwisho wa maisha. Ni ile kidogo unapata na kusaidia siku moja siku mbili na bila kwenda mbali. Msaada huu umetumwa na Jane wa Beli Mboto Pamakobola Omboka, mwamba wa Bashi Mwenda, nyumba ya Bashi Mbochi, mama wa huruma, mama wa mapendo, mama wa maendeleo. Amejikuta katika utumishi wake. Mungu amemuongoza atoe sehemu yake ya 10 kwa kuwasaidia wasiojiweza, vilema, wajane pia na mayatima. Pia mama huyu anaishi pale Umerekani na kila mara anatoa msaada kwa watu mbalimbali. Watakao nufaika kwa msaada huu ni watu 100. Na hata ishia tu hapa. Fizi ni mingi, ni kubwa. Baraka kwanza hivi hayaimaliza. Etape par etape, yani sehemu kwa sehemu. Atafikiria tu kwa malengo ya kusaidia wandugu zake wa territoire yote mzima ya Fizi. Kwa hiyo bila ukawia, ile nusu yako napata hapa unga, maragi na chumvi, na kumwombea mama azidi kumbuka kila mara na Mungu amsaidie.
Nao walionufaika na msaada huo wamesema kushukuru kwa msaada, huku wakimtaka Bi Janet wa Belimboto kuendelea na moyo kama na huo wa kusaidia wajane, mayatima pamoja na walemavu. Kaishano kumkulonga umsaada ubwa tuyishira ukurioka munda mama mapendo Janet make twasima wenene kubona ngisi kwa kutukengera kubona umsaada ngisi kwa twapata Mungu amtabale wenene amgashanire mdariri owa kama kukia koke chakula bunga na maharage na chumvi kwa Janet wa Beti. Asante sana. Mungu amtabale, asante. Maharage na chumvi. Tunashukuru na Mungu ambariki. Tunasherehekea sherehe ya mama anatusaidia chakula, tulikuwa tunakufa na njaa. Mungu ambariki sana sana sana. Twakanya twakocha tolo elela ole bantokomanga alakini obeta ma watukumbua Mungu hawa na bino azidisha cyo binge tomuboni na bibero mbakala china la Yesu amen twakocha twakanya ubanda na mwana wetu wasalilwa na Roho Mtakatifu itu watelecha ubanda neno ubakanya kule nayo makole tozidi ikanya na obe ma Mungu azidi ubariki oyosi ulu lala ulu yana mene ombe abe nove hauma to abino mene ombe aongeze maelfu na maelfu na bolenda ba mikulu bobe nove bichanga byose twaona bibyo jina la Yesu Kristo mmonya wetu amen. Kisha kuwa na uhakika wa malipo ya walimu, msemaji wa walimu tarafani Fizi na Moja wa Baraka amewataka wafanyakazi yao wa serikali kurudi mashuleni. Wito huo ameutoa baada ya walimu wanaolipwa na shirika la Caritas kugoma kufundisha watoto kutokana na kutokulipwa mishahara yao ya miezi miwili. Trésor Bilali Mathieu ni msemaji wa walimu tarafani Fizi na Moja wa Baraka, ameeleza yafuatayo kunako mikrofoni ya redio ya kijamii Kivu. Na kuya hapa ili kuweza kujulisha walimu hatua gani tuko muayo depuis tulisuspendre enseignement zetu kuanzia tarehe 8 za mwezi wa 4. Sasa leo hivi tunaingia mwingine semene étant donné que tuko mu démarche, tuko en contact direct na makushe zote zenye zinalipa walimu. Tulikuwa garanti ya kwamba par Caritas Uvira balivire deja pesa, na tuliona hatuwezi kupita tena hii semene bien que pesa zinalombaka mahatua za kwenda kuzichukua, na gisi tuko ba responsable pia tuko wazazi, tuliweza kukaa pamoja na kuweza kusema ya kwamba kesho siku ya kwanza ba mwalimu tunaenda kwa masomo. Juu mwezi siku chache hapa tu wataanza kuitwa parce que tu garantir na tushaona deja ma preuve à l'appui des documents tutamba virement na vingine tushaziona, na kwa kuona vile tukasema kesho siku ya kwanza ba mwalimu bote banaenda kwa shule juu mishahara itawakuta tayari pale, na pia wazazi watume watoto kuma shule baanze soma kesho siku ya kwanza. Ile ndio ilikuwa message ni tuliweza kuja kujulisha wazazi pia na walimu ambao sisi tunasimamia. Na huko Luvungi ni kwamba msemaji wa SNPCC na muungano wa wazalendo kusini mwa jimbo hili amewataka raia wa Luvungi kuwa na amani na kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama vilivyopo ndani ya mji huo kwa ajili ya kuzidisha usalama zaidi. Wa Obwela Mwila Dakto, msemaji wa muundo huo, amesema kuwa ni vema raia kutoa wasiwasi juu ya waasi wa M23 kuvamia Luvungi, huko pia akiwaomba viongozi wa kiraia eneo hilo kutokuwa na uzisha pombe kali ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza hapo baadaye. Maeneo haya raia inatakika kujua ya kwamba kuna advantage au kuna kazi kubwa ambayo VDP ilifanya wakati walifika hapa. Nilisema tena isingelikuwa presence yetu sisi VDP hapa kama wengi wako Burundi na wengine wangekuwa Tanzania, lakini kwa sababu sisi tulisimama tukasema adui asipite mpaka sasa hivi tuko hapa.
Mko mnaona deja shule ziko zinafunguliwa, watoto wanatoka kwa masomo, mko mnaona wanapita barabarani. Siku mnaona wanafunzi wanapita barabarani. Wanafunzi wanapita barabarani sababu sura ya amani iko. Na hiyo yote ni faida yetu sisi VDP sababu tuko hapa. Kitu ambacho kinaweza leta matatizo fulani ndani ya jeshi. Tungeomba wamama, raia wamama au wachuruza hizi pombe za makali makali. Hizi pombe za makali makali ni pombe ambazo zinasumbua sababu askari akisha kamata mvinyo wa hizi pombe za makali makali anapoteza pia akili na hata kuwa active kwa kufanya kazi yake. Tungeomba raia au wa responsable wa chef kutimie wakamate kameme mkazo juu ya watu wao ambao wanachuruza. Sababu sisi wa askari tukikamata jukumu watasema askari wanatuvamia. Lakini tungeomba wa chef kutimie wa autorite lokali wakae chini na raia yao waionyeshe madhara ya vinywaji, waionyeshe madhara ya drug. Hiyo drug inaweza ikasababishe jeshi letu lisitumike kazi ipasavyo. Inaweza sababisha kuwe indiscipline ndani ya jeshi, hata pia udhaifu wa raia yenyewe inaweza kuwa na madhaifu fulani kufuatana kinywaji, kufuatana madrug. Hiyo naweza kusema. Cha kumalizia ni kusema tunaweza tukaombe raia hii iwe kimya iwe na iendelee kuwa na amani. Hakuna kitu ambacho kitakuja kuwasumbua hapa. Tumesimama na milima yote tumefunga na mpaka hivi sasa tunaendelea na madeployement za kusema kazi ipo na itaendelea kuwa. Wawe na amani, wawe tranquille, wawe pose, wafanye kila mtu kazi yake. Kutoka huko Luvungi hivi sasa tujikite kunako ulimwengu wa soka naye mwenzangu Mari Makelele Ozee. Na barabara kabisa mwenzangu Sudi Valentin. Leo katika habari za michezo kidogo nimerejelea namba yangu ya zamani nambari 9 mgongoni na napepea barabara. Ni kwamba Sudi Valentin hapo katika nchi ya Uingereza ni kwamba kisha wiki ya 34 kutamatika ya michuano ya ligi ya hapo katika nchi ya Uingereza maarufu Premier League, ni kwamba tayari timu 3 ambazo zimeweza kushuka daraja msimu huu zimefahamika. Klabu hizo ni pamoja na Ipswich Town, Leicester City pamoja na Southampton, na klabu 2 ambazo tayari zimejikatia tiketi ya kuweza kupanda kunako daraja la kwanza kutoka daraja la pili kule ni klabu za Leeds United pamoja na Burnley. Na huko katika nchi ya Uhispania ni kwamba kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka ndani ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Uhispania zimeripoti kuwa tukio la beki wakati wa klabu ya Real Madrid raia wa Ujerumani kumrushia chupa muamuzi lengo la kutaka kujaribu kumpiga ni kosa kubwa ambalo adhabu yake ni kufungiwa michezo kuanzia 4 hadi 12. Mchezaji huyo kutoka Ujerumani Antonio Rüdiger alitaka kwenda kumpiga muamuzi baada ya kuoneshwa kadi nyekundu. Wachezaji 3 wengine wa klabu ya Real Madrid walioneshwa kadi nyekundu baada ya mchezo kumalizika, ambao wachezaji hao ni pamoja na mchezaji Vinicius Jose Pizarro de Oliveira Jr., Lucas Vazquez pamoja na Jude Bellingham. Wote hao watakumbana na adhabu, lakini adhabu ya Antonio Rüdiger adhabu yake ndio itakuwa kubwa zaidi kuliko wenzake. Na hiyo ni habari mbaya kwa klabu ya Real Madrid. Hivyo ni kisha kutandikwa mabao 3-2 dhidi ya klabu ya FC Barcelona kunako finali iliyopigwa usiku wa kucha siku ya Jumapili ya tarehe 27 Aprili 2025 kunako michuano ya Copa del Rey. Klabu ya Arsenal the Gunners hapo nchini Uingereza bado haijajiondoa katika harakati za kuhakikisha wanamsajili mlinzi wa pembeni wa klabu ya FC Barcelona raia wa Ufaransa Jules Koundé katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Klabu ya Arsenal wapo tayari kulipa kiasi cha pauni milioni 55 ili kumsajili mchezaji huyo licha ya Jules Koundé kutokuwa tayari kuondoka FC Barcelona katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Klabu ya Manchester City hapo nchini Uingereza ipo tayari kumpa mkataba mpya wa kuendelea kusalia klabuni hapo kiungo wao tegemezi raia wa Hispania Rodrigo Hernandez Casante. Rodrigo pia yupo tayari kusaini mkataba mpya na ayupo tayari kuondoka klabuni hapo. Sudi Valentine, hayo tu katika habari za michezo kwa siku ya leo. Asante sana mwenzangu Mari Makelele Ozile kwa habari zako hizo za michezo. Msikizaji, kwa kabisa ndo bado unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wetu wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu, redio ambayo inakutangazia kutoka ndani ya mji wa Baraka. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu.
Na katika ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, tukianzia na huko Kindu, ni kwamba mtetezi mmoja wa haki za kibinadamu aitwaye kwa jina la Yango Kachelewa amepigwa vikali naye mnyapara ndani ya mji wa Kindu mkoani Maniema. Hivyo ni kisha kwa mtetezi huyo wa haki za kibinadamu kushuka ndani ya soko ndogo ya Elila ili kuja kuuliza namna gani watu wanalipa tozo. Godefroid Musunga Shabani anaripoti zaidi. Mtetezi wa haki za binadamu Yango Kachelewa ambaye anajulikana kwa jina maarufu Kach aliweza kupigwa vikonde vitutu halai naye mnyampara wa mtaa wa Kasuku Kalonda Fatuma Mari. Kupiga kwake ilikuwa ni kwa lengo moja tu, kwani aliweza kushuka huko kunako soko ndogo ya Elila kuweza kuuliza namna gani watu wanalipa hiyo palat, na hiyo haikuweza kumfurahisha mnyampara wa mtaa wa Kasuku Kalonda Fatuma Mari. Na kwa hiyo pamoja na askari polisi na yeye pia na wengine wenye kumshindikiza walimshambulia mtetezi wa haki za binadamu Yango Kachelewa. Sikilizeni ushuhuda. Burgumetre wa komine Madame Kalonda Fatuma anauzisha tumaparti 2000 metre 30,000 pale mama ya kuuzisha mavando anabalipisha 250,000 bila document. Presence yetu haikumfurahisha, na sisi tulikuwa mkazi yetu enye tunapaswa mbele kuuliza bale benye kutozwa ile pesa, na tena biko banalipa taxe etalage kwenye hakuna soko. Ile soko ya Elila ni kiwanja cha Bakatolike, kwa hiyo haikumpendeza. Akafika akatupika makofi kututia chini, na polisi alikuwa na yeye, atukufunga mikono, tunaenda na yeye kuserikali. Radio yako ilimsogelea mnyampara wa mtaa wa Kasuku Kalonda Fatuma Mari. Alikataa katakata na kutamka ya kwamba hawezi kuongea na mtetezi wa haki za binadamu Yango Kachelewa kwenye njia ya radio wala kumjibia lolote. Utaweza kuelewa ya kwamba watetezi wa haki za binadamu Maniema wanajiunga pamoja kwa ajili ya kupiganisha vitendo hiyo. Wanampeleka mnyampara wa mtaa wa Kasuku kwenye vyombo vya sheria. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Tujelekeze na uko Moba, ni kwamba muungano wa bunge wa jimbo la Tanganyika wachaguliwa wa tarafa la Moba wametembelea katika vijiji vya Kakera na Kasenga Makosa kwa ajili ya kujionea wenyewe hali iliyoko. Hivyo ni kisha kupata malalamiko ya wakaaji wa eneo hilo kuhusiana na kizuizi kinachowekwa na jeshi la taifa FARDC. Mengi zaidi na Isidore Kashulwe kutoka Moba. Jumla ni bunge mkoa Tanganyika wachaguliwa wa Moba pamoja na kamanda batani wa FARDC wameshuka katika kijiji cha Kakera na Kasenga Makosa Jumanne Aprili 22 mwaka 2025 kwa ajili ya uchunguzi wa kina wa posta uchunguzi wa majeshi FARDC iliyoko katika vijiji hivyo vinavyopatikana kwa zaidi ya kilomita 30 kusini mwa tarafa ya Moba kwenye barabara Moba Pwitu. Mahali hapa wachaguliwa wamezungumza na wakazi. Alichukua kauli mbunge Kasami Moba Papi ameweza kuzungumzia uwepo wa posta ya uchunguzi katika eneo hilo. Inakuwa ni kila mtu motaka kupita na kutoka kwa mashamba anze kulipa 2000 ou bien 1000 francs. Na nile tulikuya na mkubwa kiongozi wao kusema ile mambo napaswa kufanya nini? Kuisha. Mbunge Tabu Kabunda Frederick yeye amegusia swala la demiapi na ujasusi wanaostakiwa kuichafua sura serikali ya Kongo kwa kutendea vitendo vibaya raia mbali na sheria. Kile mie nitasisitiza ni matendo ya kikatili inayofanyika hapa na service ya demiap. Eko na tesa wa ndugu yake hapa. Kuwafunga kisi anapenda na anatia na kasho. Pourtant anajua kama yeye haruhusiwi kuweka kasho na haruhusiwi kusambisha na haruhusiwi kumfunga mutu mu infraction ya droit commun. Haruhusiwi. Memena tujui mko revêtu na pouvoir gani ile mpatie le pouvoir. Bila vitu muache, Mungu anaomba watu 1 million. Yenye wewe mwenyewe una uwezo wa kuitafuta. Ninaomba sana. Wakati mbunge Zami Baraka Pangule ameweza aswa kusisitiza raia kuondoa organo kuripoti hali yote ile mbaya inaonyeshwa na vijakazi wa vyombo vya usalama. Kia lazima kwa mtu ni roho, nguvu, determination. Tujikaze kwanza kufichua ile mabaya. Kuko matatizo. Kuko nini?
Mnatupigia huku kwetu ni hivi. Mtatuona tunakuwa si wote hivi tunakuja kufuatilia shida yote mpaka tunamaliza. Kwa upande wake mbunge Sakala Mlambo Fidel Bavo ameitisha raia kuishi kwa pamoja kwa muungano na upendo. Miomba si mnatuona si madepite si wote tano tunakuja hapa. Kenyeji na tukarafirize sia ni nini? Ni upendo. Mkiwa na upendo hautabeba maneno yako peleka kudemi yako. Hautabeba maneno yako peleka kuane. Birode, hivi. Ile tutamiomba na moyo ile upendo si wa representative wenu kwa assembly tuko nayo. Tunaiomba na moyo mkue nayo. Na ile tafani ni itatupeleka kule kumbele. Akichukua kauli mbunge Kabeka Katabo Dolphin AD amewalika wakazi kwa kutenda vitendo vinavyoweza kupelekea kufanya makosa yanayofuatilia mbele ya sheria na kuishi kwa hali nzuri na majeshi na polisi. Nezie kila mundu kuisunga. Kila mtu kujilinda ni kufanya msitumie pombe, kupigana, kutukanana, sio vizuri. Kana bebe bali wino. Hatuwezi kusema maneno mengi sana. Tunapenda tu kusema yaliyopo ni kujilinda, kukaa vizuri na majeshi na askari polisi. Tukana bunu ni basoda, ni ba polisi. Posta ya chunguza majeshi ya FARDC ni kama na mara ikiripotiwa kuweka posta ulipishwa pesa ya barabara. Kama mtu kupita hapa ni demi na kinga nayo wakwenda kurudia na hiyo. Soda kwa tembea wanijia nafasi kama mimi ndio soda raia nafasi ya kunipeleka. Jambo ambalo wakilishi wa raia katika bunge la mkoa wameomba mbele ya kamanda batayoni aliyo inaposhamalizika. Ripoti tukamwomba Vidor Kashulero Dosivu. Tumalizia uchambuzi wetu wa habari na hapo Kalemi ni kwamba askari jeshi wa taifa FARDC 5 kuuawa, raia mmoja wa Kichina kutekwa nyara na dereva kuumizwa vikali. Hayo ndio matokeo ya uvamizi wa gari moja katika barabara ya kutoka Kabimba kwenda Kalemi. Uvamizi huo umefanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 Aprili mwaka 2025. Mengi zaidi nayo Lombo DJ Doctor kutoka Kalemi. Tukio kama na hilo linakuwa nafanyika mnamo Jumamosi tariki 26 Aprili 2025 kwenye barabara ya njia kutoka Kabimba kujielekeza Kalemi, mji mkuu wa jimbo la Tanganyika. Pale mlolongo mmoja wa askari jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliokuwa na wasindikiza raia kutoka China ulikuwa unavamiwa na watu wasiokuwa wanajulikana. Matokeo kwa muda ya tatizo kama na hilo inakuwa naeleza kwamba askari jeshi 5 wa FARDC walikuwa napoteza wao pale raia mmoja wa China alikuwa anatekwa nyara na kwenda naye porini, na hata vile vile dereva mmoja kujeruhiwa vibaya. Kufatana na vyanzo vyetu, eneo kama na hiyo vinaeleza kwamba mlolongo kama na huo ulikuwa unaingia kwenye ambushi karibia kwenye kilomita 20 na mji wa Kalemi kwenye maeneo kuitwa Kipori. Ni pale magaidi kama na hao walikuwa wanafungua kabisa risasi kwenye mlolongo huo na kusababisha vifo vya askari jeshi 5 na kumjeruhi vile vile dereva aliyekuwa anaongoza gari hilo. Akiojiwa kwa jambo kama na hilo, administrator wa tarafa ya Kalemi John Mutombo Kabanga, ambaye anathibitisha pia matukio kama na hayo kupitia RTNC, anakuwa anaeleza kwamba analaumu matendo kama na hayo ya ugaidi. Namnuku, tunakuwa kabisa na huzuni kwa mara nyingine tena kupoteza askari jeshi. Ni takriban askari jeshi 5 ambao walikuwa nasindikiza mlolongo wa raia wa Kichina kuelekea Kalemi kutoka Kabimba. Ni hapo walikuwa naingia kwenye mtego wa watu wasiokuwa najulikana kwenye maeneo ya Kipori. Tunakuwa kabisa na laumu kitendo kama na hicho, alikuwa naeleza administrator wa tarafa ya Kalemi. Wakati ule ni kwamba matukio kama na haya yanakuwa nafanyika na kuripotiwa jimboni Tanganyika, pale inakuwa nasababishwa na kuzuka kwa kesi ya ukosefu wa usalama. Pale raia wanakuwa naishi katika hali ya wasiwasi mkubwa. Matukio kama na hayo yanakuwa naendelea kabisa kuripotiwa na kufanya hali ya matembezi kuwa mabaya kwenye manjia kama na hayo. Mwaka uliokuwa napita askari jeshi 2 walikuwa vile vile na uwawa kwenye mazingira kama na hayo kwenye njia kutoka vile vile Kalemi kujielekeza Kabimba. Wakati ule mnamo tarehe 23 Aprili iliyokuwa napita, matendo kama na haya pia alikuwa na ripotiwa maeneo ya njia kutoka Kalemi kujielekeza Nyunzu.
huko ambako magaidi walikuwa vile naendelea kufanya hali ya usalama kuwa mbaya kwa watumizi wa manjia kama na hayo. Maeneo kama na hiyo inakuwa kabisa ni maeneo hatari kwa wale wanakuwa naitembelea pale. Ijulishwe tu kwamba hivi karibuni kulikuweko na maswala ya uvamizi wa kushikilia silaha kwenye kilomita karibia 40 na mji wa Kalemi. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Asante sana mwenzetu Olombwe DJ Doctor kwa ripoti yako hiyo. Ndipo kabisa tunatamatisha uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru wewe mpenzi msikilizaji nitegea sikio mwanzo hadi mwisho kunako uchambuzi wa habari. Vile nishukuru jopo nzima la waandishi wa Radio Kijamii Kivu walionisaidia kuziandaa. Jina langu naitwa Sudi Valente, upande wa pili kijana Merci Mberis. Alikuwa kwenye dawati na mitambo. Nasema asante kwa mara nyingine mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.